اعلموا رحمكم الله تعالى عباد الله لقد أوجب الله تعالى العدل في كل شيء ونهى عن الظلم. fahamuni ndugu zangu waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameuwajibisha uadilifu kwenye kila kitu, kadhalika akaikataza dhulma. ويتأكد ذلك في حق العلاقات الاجتماعية, na jambo hilo la uadilifu na kutokufanya dhulma linapata nguvu zaidi, linakokotezwa zaidi katika haki za mahusiano ya kijamii. Tunapozungumzia mahusiano ya kijamii, jambo la uadilifu na kujiepusha na dhulma linazungumzwa kwa msisitizo mkubwa zaidi. Kaladli baina alawlad, kama pale ambapo tunazungumzia kufanya uadilifu baina ya watoto wetu tuliowazaa au wale ambao tunawalea. Na tuliwahi kuzungumza hapa mfululizo wa khutab za malezi, na nukta hii tuliitaja. Lakini pia wala adl baina zawjat, na pia tunapozungumzia jambo la uadilifu baina ya wake, hili pia ni jambo la kijamii. Ayuha nasu ibadallah, al-adlu baina az-zawjat min awjabil wajibat. Fahamu ndugu zangu waislamu, kufanya uadilifu baina ya wanawake, mtu mwenye mke zaidi ya mmoja, ikawa ni wake zake wa ndoa, amewaoa kwa taratibu za Kiislamu, akawaweka katika himaya yake, kuwafanyia uadilifu wanawake hawa kwa kila ambacho kinazingatiwa ni uadilifu, min aujabil wajibat, ni katika mambo ya wajibu zaidi katika wajibati za Kiislamu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an katika suratul Nisa aya 129. Mtasoma sehemu ya aya. Allah anawaambia waja wake, fala tamilu kullal mail fatadharuha kalmu'allaqa wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana ghafurar rahima. Allah anawazungumzisha wanaume wale ambao wanamiliki wanawake wengi, akiwaambia fala tamilu kullal mail, na msiegemee kwa mke mmoja tu, kuegemea moja kwa moja. Msifanye hivyo mkajielekeza kwa mke mmoja mnayempenda moja kwa moja. Fatadharuha kalmuallaqa, na mkamwacha yule mke mwingine asiyependwa kana kwamba ni mwenye kutundikwa. Mkamwacha yule ambaye hamumpendi kama ni mwanamke aliyetundikwa hivi. La hiya dhatu zawjin wala hiya mutallaqa. Vipi anatundikwa? Anabakia mwanamke si mwenye mume, lakini pia hajaachwa. Huyo mume hana huduma kwake, hamjali, hamlindi, hamheshimu, hampendi, hamhudumii, ni mume tu, kwa kuwa kuna ndoa iliwahi kupita baina yao. Lakini wakati huo huo mwanamke huyu hajaachwa, huyu mwanaume hajampa talaka, hamtendei haki, hamhudumii, lakini pia hamwachi. Wale wanaume wajeuri wale wenye kuwatesa wanawake kwa kuwaambia, mimi ninajua kuoa, sijui kuacha, nataka kuachika, jivue, rudisha hela zangu. Kuna watu hao. Allah anatuambia tusifanye hivyo, tusiegemee kiupendeleo upande mmoja na tukamwacha yule tusiyempenda kama mwanamke aliyetundikwa. Lakini Allah anatuambia wa in tuslihu, lakini mkitengeneza hiyo tabia yenu ya kutokuwafanyia uadilifu wanawake, ay wa in tuslihu a'malakum fima bainakum wa baina nisaikum, na mkitengeneza matendo yenu yaliyo baina yenu na baina ya wake zenu, watattaqu, na mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala biiqamati al-adl baina az-zawjat,
kwa kusimamisha uadilifu baina ya wanawake, fa inna Allaha kana ghafurar rahima, basi fahamuni hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni mwingi wa kusamehe na amekuwa subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika sura an-Nisa vile vile aya ya 3 amezungumza jambo la uadilifu kwa wanaume wenye kuoa alipotuambia fa in khiftum an la ta'dilu fawahida, na ikiwa nyinyi wanaume mmepata hofu, mmetilia shaka kwamba hamwezi kuwa waadilifu mnapooa wake wengi, fawahidatan ay fatazawwaju wahida, basi oeni mwanamke mmoja peke yake. Na Allah amezianza aya huko juu, wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama, na ikiwa mtachelea kwamba hamwezi kuwafanyia uadilifu mayatima ambao nyinyi mmewalea mpaka wamekuwa mabinti sasa, na hakuna kizuizi cha baina yenu na wao kuwaoa, lakini mkachelea, watoto nimewalea mwenyewe hawa, nikisema niwaoe huenda nisitimize uadilifu, labda nikawaonea na wao wakaniona kama vile baba hivi. Sasa mkiofia kwamba hamtofanya uadilifu kwenye kuwaoa mayatima mliowalea, fankihu ma taba lakum minan nisa, basi mna option ya pili, oeni katika wanawake wengine, katika wanawake waliokuvutieni, mathna wa thulatha wa rubaa, oeni wawili, watatu na wanne, oeni katika wanawake wengine. Allah akasema baada ya hapo, fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan, na ikiwa mtachelea kwamba hamwezi kufanya uadilifu, bakini na mke mmoja, oeni mke mmoja peke yake, au ma malakat aymanukum, au mkachanganya na wale wanawake ambao mikono yenu imewamiliki, minal ima, katika vile vijakazi masuria, mkabaki na mke mmoja na vitumwa vya kike, kwa sababu mnaruhusiwa kuishi navyo kama wake. Allah akasema dhalika adna alla ta'ulu, jambo hilo litapelekea zaidi msifukarike. Tafsiri ya baadhi ya wanaozuoni, jumhurul mufassirin wanasema dhalika adna alla ta'ulu, hilo jambo linapelekea karibu zaidi msifanye ujeuri na dhulma, msidhulumu. Ukibaki na huyo mke mmoja, maana ndio unayemweza, basi usijitie wake wengi ukaja ukafanya dhulma. Ulama wanasema hizi aya katika suratul Nisa, aya hii ya 3 na ile niliyosoma mwanzo ya 129, fal ayatani tadullani dalalatan sarihatan ala wujubi al-adli baina az-zawjat, aya mbili hizi zinajulisha julisho la wazi juu ya uwajibu wa kufanya